Asanteni. Kusini jaje. Kusini jaje. Mapinduzi. 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 Tutayalinda, tutayatetea, tutayania kwa maslahi. Vijana vijana ra. Mheshimiwa mgeni rasmi, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ, Mheshimiwa Idrisa Kitwana Mustafa, Mheshimiwa Naibu Waziri wa Habari, Utamaduni na Sanaa, kaka yangu Ali Gulam Hussein, ndugu Matar, Katibu Mkuu wa Wizara ya Habari, waheshimiwa wabunge, wawakilishi mliopo hapa mkiongozwa na wenyeji, mbunge wa Jimbo la Makunduchi na mwakilishi wa Jimbo la Makunduchi, ndugu mjumbe wa Halmashauri Kuu ya Chama cha Mapinduzi kutoka mkoa wa Kusini ambaye pia ni mwenyekiti wa Baraza la Mji Kusini, kaka yangu Makame Mbanja, waheshimiwa madiwani, masheha mliopo hapa, waheshimiwa wakuu wa wilaya, samahani nimekiuka itifaki yenu, mkuu wa wilaya mwenyeji Kusini na mkuu wa wilaya Kati, makatibu tawala wa wilaya zote mbili, wajumbe wa kamati ya usalama ya wilaya mliopo hapa, wakurugenzi mbalimbali kutoka wizara yenye dhamana na mchezo, lakini pia mwenyeji wenu mkurugenzi wa Baraza la Mji Kusini, ndugu wananchi wa mkoa wa Kusini Unguja, hususan wilaya hii ya Kusini, ndugu vijana wa makundi mbalimbali ya hamasa mkiongozwa na vijana wenyeji wa wilaya ya Kusini, pamoja na wale mliotoka maeneo mengine, ndugu wana michezo mbalimbali mliopo hapa, mabibi na mabwana, asalamu alaykum. Kazi na utu. Kazi na utu. Mheshimiwa mgeni rasmi, nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kutujalia kukutana alasiri ya leo, nikiamini sote tuko wazima, salama na tunaendelea kutimiza malengo ambayo tulijipangia. Lakini pili, nitumie nafasi hii kwa niaba ya viongozi na wananchi wa mkoa wa Kusini Unguja kuwakaribisha wageni wetu wote mliotoka nje ya mkoa huu. Mjisikie mko nyumbani, mmekaribishwa ndani ya Jimbo la Makunduchi, na wenyeji wa huku ni wakarimu na wanafuraha sana kupokea ugeni mkubwa kutoka kwenu. Tunawashukuru sana vijana kutoka mjini, wanasema waona Makunduchi bega kwa bega. Mheshimiwa mgeni rasmi, historia ya uwanja huu wewe unaifahamu zaidi ya sisi. Na tulianza zamani kidogo, wakati huo wewe ukiwa mkuu wa wilaya hii. Kwa hiyo leo tunashukuru sana uongozi wa halmashauri ya maadhimisho ya sherehe za kitaifa kwa kukupangia wewe kuwa mgeni rasmi katika kufungua uwanja huu, na hii ni kwa sababu wewe una historia nao. Kama imesadif tunashukuru sana, lakini kama walijua basi pia tunawashukuru zaidi kwa sababu kuanzwa kwa ujenzi wa uwanja huu wewe ni sehemu, na ndio wazo ambalo lilikuja awali ukiwa unaiongoza wilaya hii. Lakini wazo hilo mheshimiwa halikuwa lako peke yako, tulishirikiana na viongozi wa jimbo hili na wananchi wenyewe. Kwa hiyo kwanza naomba kwa ridhaa yako niwakaribishe angalau wasalimie viongozi wa jimbo hili, Mheshimiwa Mwalimu Dr. Harun Ali Suleiman, ambapo wakati tunaanza kuchimba hapa yeye alikuwa mwakilishi. Lakini pia
mkaribisha dada yangu Wanu Hafidh Amer, mbunge wa jimbo hili, naye alikuwa ni sehemu ya waliochangia kipindi kile kupitia taasisi yake anayoiongoza. Kwa hiyo mheshimiwa, kwa ridhaa yako naomba niwape dakika chache wasalimie, halafu tutamalizia salamu za wananchi wa mkoa wa Kusini kwa wizara na serikali juu ya hili jambo kubwa waliotufanyia. Mheshimiwa Harun Ali Suleiman, karibu. CCM oye! Mapinduzi! 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 Haya, Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba pia nitambue itifaki yote ambayo Mheshimiwa mkuu wa mkoa ameitambua ili kunusuru wakati. Kwanza nichukue nafasi hii na mimi kumshukuru Mungu kwa kupata nafasi hii ya kusimama mbele yenu kwa ajili ya kutoa neno la shukrani na salamu. Mheshimiwa, hakika haya ni maendeleo makubwa na ni alama ambazo Dr. Hussein anaziacha hapa Zanzibar. Si kwa Unguja na Pemba tu, kwa Tanzania nzima. Maendeleo kama haya hayapatikani kwa urahisi isipokuwa jitihada kubwa na mashirikiano makubwa. Mheshimiwa mkuu wa mkoa akaeleza kwamba uwanja huu toka wakati ile tunauasisi palikuwa na utaratibu wa kupokea mwenge hapa ambao ulisimama kidete mwenyewe kuhakikisha kwamba uwanja huu unajengwa. Lakini pia tu wakati Mheshimiwa Rais Dr. Hussein alipokuja kwenye sherehe za mwaka Koga, tulimwambia basi Mheshimiwa, angalau na sisi tupate angalau nusu ya uwanja wa Amani. Alhamdulillah tumepata si haba. Lakini Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa naibu waziri upo, katibu mkuu upo. Kikiwa kizuri, kitu kizuri, au mnapiga mpunga wako mtamu, si unasema uongezwe? Au sio? Sasa alhamdulillah hapa Makunduchi katikati tumepata kiwanja. Naomba Mheshimiwa, katika plani zetu na program zetu tuna eneo la Moyuni, Mtende, Kusini na Kajengwa. Nako tuombe tupate viwanja kama hivi kwa utaratibu mzuri, ili wananchi hawa hakuna ambaye hataki kizuri. Sasa hapa tumeanza alhamdulillah, tuendelee. Mheshimiwa mgeni rasmi, kupitia kwako naomba sana kwamba hili jambo tuliendeleze. Vijana hawa watafurahi na watafanya kazi ya kufanya michezo. Vipaji hivi vitatusaidia kwa timu zetu za taifa. Asanteni sana. Mwakilishi oye! Mwakilishi wa jimbo la Makunduchi oye! Viwanja tunavitaka vingine? Wachezaji wapo? Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Makunduchi, karibu. Mapinduzi! Vijana vijana ra! Mapinduzi! 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 Tutatetea, tutapigania kama noma, kama mbwai. Vijana oye! Asanteni sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Vikosi vya SMZ, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, Mheshimiwa naibu waziri wa Michezo
nasimama kwenye itifaki ambayo mkuu wa mkoa alitangulia hapa kuisema. Kazi na utu. Mheshimiwa mgeni rasmi, nimesimama hapa kwa niaba ya wananchi wa jimbo la Makunduchi. Na sisi tuna salamu mbili tu kwako. La kwanza ni shukurani. Shukurani kwa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa kutuletea kiwanja hichi cha michezo katika wilaya yetu. Tunafahamu kwamba huu ni mwendelezo tu ambao Dr. Mwinyi amekuwa akifanya kazi hii kwa kila wilaya. Nasi tunashukuru kwamba leo tumefikiwa Makunduchi. Tunashukuru sana. Mheshimiwa Waziri, tunakuomba uchukue salamu zetu hizi umpelekee. Tumeamini kwamba Dr. Mwinyi kweli ni kiongozi muungwana. Sisi kazi yetu kusema na yeye anafanya vitendo. Tunamshukuru sana. Lakini la pili ni ahadi kwetu wana Makunduchi kwake yeye kwamba tunaahidi mara tutakapokabidhiwa viwanja hivi basi tutaendelea kuvitunza ili vizazi na vizazi viendelee kufaidika na maendeleo ambayo Dr. Mwinyi alileta katika kipindi chake. Lakini Mheshimiwa Waziri, pia tutaendelea kutunza viwanja hivi kwa sababu tunaamini sisi vijana viwanja hivi vinaenda kutoa vipaji vingi sana. Kina Shomari Kapombe watatoka hapa. Kina Faisal Toto watatoka hapa. Lakini wakina Pakome pia watatoka hapa. Kwa hiyo tunakuahidi kwamba viwanja hivi vitaenda kutunzwa ili vijana wafaidike zaidi na zaidi. Baada ya kusema hayo, nakushukuru sana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kwa nafasi hii, lakini nakushukuru sana Mheshimiwa Waziri. Mapinduzi! Kidumu Chama cha Mapinduzi! Aya, asanteni vijana. Tunawashukuru viongozi wetu kwa salamu walizozitoa. Nami nikamilishe kwa salamu za wananchi wa mkoa wa Kusini. Mheshimiwa mgeni rasmi, wananchi wa mkoa wa Kusini wanaishukuru sana Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar wake Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa mengi makubwa ambayo yamefanyika ndani ya mkoa wetu. Lakini jambo kubwa sana ambalo limetupa faraja wananchi wa mkoa wa Kusini ni ahadi yake aliyoitoa wakati wa kampeni pale Paje. Alisema katika kipindi cha miaka 5 ijayo ambayo tayari tumeanza nayo, Mheshimiwa ameahidi kuufungua zaidi mkoa wa Kusini. Na tayari tumeanza kuona Kusini ikifunguka kwa hili ambalo leo linafanyika hapa, na tukio kama hili litafanyika pale Kitogani kwa uwanja wetu mwingine mkubwa hivi karibuni. Kwa hakika sisi wananchi wa Kusini tunaishukuru sana serikali. Lakini jambo la pili, Mheshimiwa, wananchi wa mkoa wa Kusini wanasema wamefurahi kwa uwanja huu. Kuna mwingine kama huu Kitogani, lakini upo mwingine Unguja Ukuu aina hii. Sasa kihuku kwetu Kusini uwanja umekamilika ndio, lakini wananchi wameniagiza Mheshimiwa mgeni rasmi na Mheshimiwa naibu waziri na katibu mkuu, sisi tulitamani huu uwanja uwe na majukwaa tukae tena mambo yetu yaendelee. Amaje? Kwa hiyo Mheshimiwa, wananchi wa mkoa wa Kusini wanasema pengine utaalamu wa sasa umeleta kiwanja cha aina hii kama wataalamu walivyotuambia. Lakini tunatamani jioni na sisi wengine wakiwa wanafanya mazoezi, wengine wakiwa wanacheza mechi zetu za ndani ndogo ndogo, tuwe tunaangalia. Kwa hiyo ikiwapendeza, ikiwezekana, tunaiomba serikali angalau benchi zile ndogo ndogo basi tuwekewe jioni, tuje hapa wa vijana wanacheza na wengine tunaangalia kuwafurahia na kuwashangilia. Pengine itaongeza mori ya vijana wetu kwenda kwenye michezo. Kwa hiyo hilo ni ombi
na tuna imani serikali yetu sikivu italiangalia hilo. Lakini katika yale maombi ambayo Mwalimu Haruna ameyazungumza, basi bila shaka tutapata uwanja mmoja ule ambao una benches zenyewe tuweze kufanya shughuli zetu za michezo. Mheshimiwa, leo si siku ya mazungumzo mengi, kwa heshima na taadhima na kukaribisha nyumbani kwako na kukaribisha nyumbani kwenu na kukaribisha Kusini Mwehe ulioianzisha wewe, uzungumze na hadhira hii. Karibu. Aya, asanteni, asanteni. Vijana wii. Aya, tukae. Asanteni sana. Asanteni sana. Asanteni yo. Awi. Awa. Mapindu. Inafaka kweli. Iko vizuri. Aya jamani. Awi. Awa. Mapinduzi. Makunduchi jaji. Muavo. Mheshimiwa, inafanya kazi kweli? Mheshimiwa Naibu Waziri wa Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo, kaka yangu Mheshimiwa Ali Gulam, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Kusini Unguja, Mheshimiwa Hamida Musa Hamisi, waheshimiwa wakuu wa wilaya mliopo, najua yupo wilaya Kusini Unguja, lakini tunaye wa wilaya Kati, bila ya kuwasahau na kumsahau mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM, akiwa pia mwenyekiti wa baraza la mji la Kusini, waheshimiwa wabunge na wawakilishi wakiongozwa na Mheshimiwa mbunge mama yangu Wanu Hafidh Ameri, tumpigie makofi mengi sana. Lakini pia ukiwa naibu waziri wa elimu wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia nitambue uwepo wa mheshimiwa wawakilishi wakiongozwa na mwakilishi mzee wetu daktari bingwa Mwalimu Haruna Ali Suleiman, ambaye pia ni waziri wa nchi ofisi ya Rais, Katiba, Sheria na Utawala Bora. Tumpigie makofi mengi sana.
Natambua pia uwepo waheshimiwa madiwani mbalimbali, masheha wetu, lakini bila kusahau vyombo vyetu, kamati yetu ya ulinzi na usalama ya wilaya na mkoa. Natambua uwepo wenu, lakini sikusahau pia natambua uwepo wa viongozi watendaji, katibu mtendaji wa baraza la michezo, pamoja na wakurugenzi mbalimbali wenye kuhusiana na idara hii ya michezo, lakini watendaji wetu ngazi ya mkoa, wilaya, wote na watambua uwepo wenu hapa, viongozi wetu wa chama na serikali, lakini wananchi, ndugu zetu, wazee wetu, baba zetu, mama zetu, shangazi zetu, wananchi wa Makunduchi na mkoa huu wa Kusini, bila kuwasahau pia wakandarasi wetu Reform Sport kutoka Uturuki, wenyeji wetu wa Mwehe na maeneo yote ya viunga vya Makunduchi, lakini sikusahau makundi yetu ya hamasa. Hamasa oye! Hamasa oye! Nafahamu sana Mheshimiwa mkuu wa mkoa na Mheshimiwa naibu waziri na viongozi wote, kwa hakika nimepata moyo sana kwamba vijana hawa wameniahidi na naona wanatekeleza kwa vitendo. Tokea siku nimeteuliwa na Mheshimiwa Rais, waliniahidi kunipa support kila eneo. Kwa kweli nikiangalia, najua leo nimekuja Kusini Makunduchi hapa na jamaa zangu wa Makunduchi, sasa nitakapokuwepo najua na wao watakuwepo hamasa. Na nina sababu, maana hamasa hii nimeianzisha mwenyewe. Nakumbuka umoja wa vijana wa wilaya, lakini na wale wa Makunduchi. Kwa hiyo nimepata faraja kubwa. Kwa hiyo nitambue sana uwepo wa kundi la hamasa la Makunduchi. Makunduchi apigwe, adui apigwe. Apigwe, adui wa mapinduzi apigwe. Lakini nitambue kundi la hamasa la wilaya ya Kusini. Kusini oye! Lakini nitambue kuwepo kwa kundi la mjini tuko salama. Natambua uwepo wa M3. Natambua vijana oye! Nitambue pia uwepo wa vijana wetu makomando. Lakini asanteni. Viva vijana, viva! Kipekee, kwa uzito wa kipekee na mkubwa sana, nilipoingia Makunduchi na Kusini hapa, nimeondoka Kusini wakati ule nikiwa mkuu wa wilaya, nikaenda mjini pale nikafanya vurugu kubwa sana, lakini baadaye leo nimekuwa waziri katika dhamana ya kaliba ile ile ya tawala za mikoa. Mbwembwe zangu hizi zote katika watu ambao nitawashukuru kunilea, kuendelea kunilea mpaka leo hapa, na wakati mwingine mjini hutania kule na waniguse waone. Natambua uwepo wa baraza la wazee la Kusini hapa lipo, nimekuja nalo leo. Tuwapigie makofi mengi sana wazee wetu wa Kusini. Kazi na utu. Mheshimiwa mkuu wa mkoa na viongozi nyote mliopo, tukiwa tunaadhimisha miaka 62 ya mapinduzi matukufu yetu, hatuna budi kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Leo kupata nafasi hii si kwa ujabari wetu, ni yeye Subhanahu wa Ta'ala ametujalia afya njema kuwepo hapa leo katika ufunguzi rasmi wa viwanja hivi vya michezo uliopo hapa Mwehe Makunduchi, mkoa wa Kusini. Tumshukuru Mwenyezi Mungu. Lakini aidha
nitumie nafasi hii kumshukuru sana 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 au kuwashukuru Mheshimiwa Rais wa Zanzibar Daktari Hussein Ali Mwinyi. Tumpige makofi mengi ya heshima. Lakini pia tumshukuru sana Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Tumpige makofi mengi ya heshima. Kwa hakika leo tunapoyazungumza mapinduzi, miaka 62 ya mapinduzi matukufu, kwa hakika uwepo wao kwa kurithi yale mema yote aliyowafanya waasisi wetu, hatuna budi kuwapongeza na kuwashukuru sana, kushika nyayo, kuhakikisha nchi inabaki salama, kuhakikisha nchi inaleta maendeleo makubwa sana ndani ya taifa letu. Mapinduzi! Tukiwa tunaingia kwenye mapinduzi yetu matukufu, naomba pia nitumie nafasi hii kuishukuru na kuipongeza sana halmashauri yetu ya sherehe ya maadhimisho, kama alivyotangulia waliopita kabla yangu, ya kitaifa ikiongozwa na mwenyekiti wetu makamu wa pili wa rais Mheshimiwa Ahmed Suleiman Abdullah. Tumpigie makofi mengi sana. Kwa hakika halmashauri kunipa mimi heshima kubwa ya hapa haikukosea. Nilikuwa nazungumza na RC, nilikuwa nazungumza na Mwalimu Harun wakati nakuja hapa nikiwa mkuu wa wilaya. Sehemu hii ilikuwa ina kiwanja pana pori jingi sana. Leo kipekee ni washukuru sana kwanza na wenzangu hawa wananchi wa Makunduchi, lakini ni washukuru sana masheha wangu wote wakiwemo wa Nganani, wa Mzuri, wa Tasani na maeneo mengine haya karibu yote. Kwa kweli kupata kiwanja eneo hili halikuwa rahisi hata kidogo, lakini washukuru wale wakulima wetu wale walikuwa wakilima eneo hili. Eneo hili nalijua vizuri sana. Nishukuru halmashauri kwa kunipa heshima hii. Wakasema kwamba adhabu ya kaburi na siri ya mtungi haijiwae kata. Kama utautaja uwanja wa Mwehe, huachi kumwacha kumtaja Idrisa Kitwana hata kidogo. Kama alivyotangulia kusema mkuu wa mkoa, na mimi katika serikali hii ya wilaya na mkoa sikuwa peke yangu, lakini nimshukuru sana Mwalimu Haruna na mbunge kwa wakati ule na wabunge waliopo sasa, wote kwa pamoja na kamati yetu ya usalama, wakati tunahangaika kupata uwanja kwa ajili ya mapokezi ya Mwenge wa Uhuru wakati huo, na wakati huo tuna ndoto za kujenga uwanja wa kisasa ndani ya wilaya yetu hii ili kuacha alama. Niwashukuru sana Daktari Hussein Ali Mwinyi, tumpigie makofi mengi. Tumshukuru sana na Daktari Samia Suluhu Hassan, kwani wakati tumpigie makofi naye, wakati tunaota ndoto zile, wao walikuwa vinara wa kuhakikisha kwamba kila eneo tunapata. Hatimaye leo ndoto yetu imetimia. wana wa Kusini Makunduchi sasa na sisi tunaweza tukashindana na mjini Magharibi na maeneo mengine yoyote. Hongereni sana. Mimi nataka niwavujishie siri, lakini siri hii msimwambie mtu. Wakati tunahangaika hapa, Mama Samia, Dr. Hussein Mwinyi, Mama Samia wakati akasema tutajenga huo, na Dr. Hussein tutajenga na mengine licha ya hiyo. Lakini wakati huo nakumbuka na Mwalimu Haruna wakati ule tunaenda kutembelea Kibuteni, mara tuingie bonde hili, tunaenda Kizimkazi kule, tunatafuta maeneo ya kujenga viwanja vya kisasa. Nichukue fursa hii na nafasi hii kuwashukuru sana viongozi wetu hawa. Kauli yao ambayo RC alisema hapa, kuhakikisha Kusini nayo inafunguka kwa namna moja ama nyingine, nayo inakuwa ya kimataifa kama alivyo maeneo mengine. Tuwashukuru sana viongozi wetu. Kama tunavyoelewa ndugu wananchi, kwamba michezo ni muhimu sana katika kukuza vipaji vyetu na vijana wetu kiuchumi, kiafya, lakini pia kuongeza ajira kwa vijana wetu nchini. Lakini hii amesema hapa mama yangu hapa Mheshimiwa Wanu,
na nimshukuru sana, alitaja wachezaji ambao anajua ni wa viwango kabisa, kama mfano wananchi oye, na wenye nchi oye. Akasema kwamba vipaji vitatoka hapa. Tunaamini ufunguzi wa uwanja huu leo unaenda kufungua vipaji ambavyo leo ndani ya mkoa wetu wa Kusini, si Makunduchi tu na wilaya, but mkoa wa Kusini wenyewe utatoa vipaji vikubwa sana ambavyo kitaifa na kimataifa vitaenda kutuwakilisha. Hongereni sana. Serikali imeendelea kuchukua hatua mbalimbali, tunafahamu hivyo, tumeelezwa na katibu wetu mkuu hapa, tukiamini kwamba viwanja ndani ya Zanzibar hii, Unguja na Pemba, serikali yetu kupitia wizara yetu hii makini, yenye watendaji makini na mawaziri makini na manaibu makini na watendaji wote makini, tunaamini mambo haya yatakwenda kwa wakati. Ndugu wananchi, napenda hapa ni declare interest, na nataka niwaambie wazi imani yangu. Wizara ya Habari, mkuu wa wilaya hapa amesema, nataka nifupishe sana kwa sababu sitaki kuifuata risala hii, lakini nataka niseme uwanja huu wa Mwehe ambao uwanja wa wilaya, tunaamini kwamba mbali ya huu, na katibu mkuu nimekusikia hapa unanong'ona na naibu, tunaamini wilaya ya Kusini, mkoa wa Kusini, maana kuna Kusini, kuna Nakati, mnaweza kwenda pale Dunga, ipo uwanja wa Itibadi mkatengeneza uwanja mwingine mzuri, lakini na hapa tuna Kitogani nao ukaboreka kama vile ambavyo tumekusudia, lakini Kizimkazi, nakumbuka baina ya Kizimkazi Kitogani pale pana mambo makubwa. Mote humu na maeneo mengine tunataka tuione Kusini sasa ya mikono yenu kupitia wizara yenu. Na najua mimi mtu ukitoka kwenye kaliba hii ya ukuu wa wilaya, ukuu wa mkoa, ukitoka kwenye tawala za mikoa, katibu mkuu, ukienda wizara nyingine yote unafanya vizuri. Tunaamini wewe ndio utakuwa Neymar kwenye wizara hii. Katibu mkuu, tunaamini utafanya mambo makubwa kama mtendaji na mabosi wako hawa waziri na naibu waziri. Hii timu tunaiamini, tunahakika mtafanya vizuri na Kusini itakuwa ina jina kubwa. Hatua hii tunayoshuhudia leo ni sehemu ya utekelezaji wa dira na maono ya mapinduzi yetu matukufu. Kama tunavyofahamu kwamba mapinduzi yetu haya yalikuwa yakijiakisi kwenye mambo haya ambayo viongozi wetu sasa wanaendelea nayo. Hivyo hatuna budi kumrehemu na kumwombea kwa Mwenyezi Mungu mzee wetu, mzee Abedi Amani Karume, kwani yeye amekuwa na maono ambayo leo waasisi wetu hawa wanaendeleza kupitia viongozi wetu hawa. Tuwapigie makofi mengi sana viongozi. Sote ndugu viongozi, sote tunakumbuka Mheshimiwa Daktari Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, ambaye katika hotuba zake mbalimbali amekuwa akisisitiza umuhimu wa kuwekeza katika rasilimali watu. Hatua hii ni ushahidi na dhamira ya dhati kabisa kwa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar katika kuendeleza sekta ya michezo kama nyenzo muhimu ya maendeleo ya jamii, kiuchumi na afya kwa wananchi wake. Tumpigie makofi mengi sana Mheshimiwa Rais. Ndugu wananchi, sekta ya michezo Zanzibar imeendelea kupiga hatua, niwapongeze sana. Katika miaka ya hivi karibuni, hatua inayochochea sera na miongozo ya serikali kwa kuzingatia maelekezo ya viongozi wetu wakuu wa nchi wanaosisitiza umuhimu wa michezo katika kuwajengea afya wananchi, kukuza ajira kwa vijana wetu, pia kuimarisha mshikamano katika taifa letu. Msingi wa hatua hizi unatokana na falsafa za mzee wetu kama nilivyotangulia kusema, Sheikh Abedi Amani Karume, kuhakikisha maendeleo yanamgusa kila mwananchi katika nchi yetu kuanzia ngazi ya chini kabisa. Ndugu wananchi mliopo hapa, uzinduzi wa uwanja huu leo wa michezo ni sehemu ya utekelezaji wa dira ya serikali katika kuimarisha miundombinu ya michezo kama vile viongozi wetu walivyokusudia kuanzia ngazi ya jamii, wilaya hadi taifa.
Uwanja huu leo tunaamini kama tulivyoelezwa na katibu utakuwa ndio kituo muhimu cha michezo kwa wananchi wa wilaya ya Kusini, hususan vijana wetu, kwa kuwapatia mazingira bora na salama katika kushiriki michezo mbalimbali ikiwemo michezo ya mpira wa miguu, lakini na michezo mengine ambayo tumeelezwa hapa. Ndugu wananchi, faida za uwepo wa mchezo uwanjani, kuwepo kwa uwanja huu ni nyingi sana. Sitaki kuzisema, sote tunazifahamu. Lakini Mheshimiwa Wanu amezisema hapa, Mheshimiwa mwakilishi naye amezungumza, mkuu wa mkoa amezizungumza hapa. Tuna faida nyingi ambazo sasa tutazipata na zinaenda kuinua vijana wetu katika nyanja mbalimbali kuhakikisha tunakuza uchumi wetu. Moja, sote tunafahamu kwamba michezo pia inatoa fursa za ajira ndani ya nchi yetu. Tunaamini mwarobaini sasa ni huu. Lakini sote tunafahamu utamaduni wetu pamoja na shughuli ndogo ndogo za kibiashara, watu watapata fursa za kutanua wigo wa kibiashara katika kujiajiri wenyewe kutokea na uwanja huu. Lakini uwanja huu si michezo tu peke yake kama nilivyosema, bali rasilimali mbalimbali watu za kijamii wanaweza kutumia katika kufusisha nafasi mbalimbali. Ndugu wananchi, serikali yenu imezingatia kwa makini sana ubora wa miundombinu hii. Katibu ametoa taarifa kitaalamu. Uwanja huu ni wa kisasa ambao unaendana na wakati na dhamira iliyokusudiwa na serikali. Wito wangu kwenu wananchi, uwanja huu tuendelee kuutunza, kwani uwanja huu ni wetu, ili tuweze kuutumia kwa miaka mingi sana ijayo kama ulivyokusudiwa. Ndugu wananchi, mashirikiano yenu na serikali ni muhimu sana katika taasisi mbalimbali za michezo. Nataka niwaahidi nikiwa kiongozi wa serikali kushirikiana pamoja na sekta husika kwamba tutahakikisha viwanja hivi, lakini pia tutahakikisha na viwanja vingine na fursa mbalimbali tunazozitoa, ili vijana kuona mnapata ajira si tu kwa michezo, kwa jinsia mbalimbali. Lakini sasa hivi tumekuwa na ukakasi mkubwa wa kufunza makocha wetu, walimu wale wa michezo mbalimbali. Kwa hiyo viwanja hivi tunaamini sasa vitakuwa chachu ya kuinculcate yale ambayo tunayakusudia kuyafanya. Sote tunaamini na serikali yenu inaamini kuwa michezo hii itatupeleka mbali sasa, tukiwa tuna maono ya kuenzi mapinduzi yetu matukufu ndani ya miaka 62 ya mapinduzi yetu. Nikiwa naelekea kumalizia taarifa yangu au risala yangu, ni kwamba kama tunavyofahamu viwanja hivi tumemaliza leo. Alhamdulillah, tumevifungua na tunaamini vizazi vya hapa vitapata wasaa mzuri. Niwaombe sana wizara, kiwanja hichi pamoja na mambo mengine, pamoja na kwamba kiwanja hichi kinahitaji kushughulikiwa, kusimamiwa, lakini niwaombe sana, fursa ya vijana wa Makunduchi ambao asili yake tulikuwa tunawaacha wakicheza hapa, na wao wanapata fursa ya kuutumia uwanja huu wanapotaka kuutumia pamoja na wilaya nzima. Nasema hivi kwa sababu wakati huko nyuma tunakotoka, sio sasa hivi, huko nyuma tunakotoka kulikuwa kuna utaratibu wa viwanja hivi, tunawapa watu maeneo, wanajenga viwanja, lakini baadaye wale ambao wamesacrifice kutoa maeneo huwa hawapati fursa nzuri ya kucheza viwanja hivi. Niagize wizara kwamba jambo hili tufanye shirikishi kama vile ambavyo tumeanza kufanya kwenye maeneo mengine. Tunajua ziko gharama ndogo ndogo ambazo zitahitaji kushughulikiwa, ni mipango mizuri tu, lakini tunapoacha nje wasitumie kiwanja kizuri ambalo ndilo dhamira ya serikali, hapo maana yake tunaenda kuviza vipaji kuviandaa. Kwa hiyo nitoe wito kwenye hili, na najua kwa wizara ya sasa na umadhubuti na umakini uliopo, tunaamini hayo yatatekelezwa kwa ufanisi mkubwa. Nimshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kwa kuhakikisha kwamba wizara hii anaipa nguvu na anaireform vizuri, kuona kwamba sasa
kasi ya dhamira ya maradufu ya yale anayotaka kuyafanya ya awamu ya 8 katika awamu yake ya pili yanatekelezwa. Mwisho, napenda niwahakikishie Serikali ya Mapinduzi ya awamu ya 8 kupitia wizara hii yenye dhamana ambao wenyewe wamejikomiti hapa, yenye sekta ya michezo, serikali itaipa nguvu zote kuhakikisha maendeleo ya michezo yanakwenda kama vile ambavyo yamekusudiwa. Malizie hotuba yangu, niwapongeze tena serikali yetu ya mkoa, niwapongeze sana na wilaya kwa namna mlivyoshughulikia mchakato huu, lakini kwa moyo wa dhati kabisa nimshukuru sana rais wetu kwa kuinyanyua Kusini, lakini kuinyanyua Zanzibar, Unguja na Pemba kwenye tasnia hii ya michezo. Kwa maendeleo makubwa, tumpigie makofi mengi. Mtanisamehe kidogo, lakini naendelea kusisitiza kwa kushukuru. Nishukuru sana 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 kwa wizara hii, kuanzia waziri Mheshimiwa Riziki Pembe Juma, lakini waziri, naibu waziri Gulamu, katibu mkuu bingwa Mheshimiwa Matar, na uongozi mzima wa wizara na watendaji wote. Na nikupongezeni pia kwa kuanza vizuri kwenye awamu yetu hii. Tunaamini hamtamwangusha Mheshimiwa Rais, mtapiga kazi kama vile ambavyo Mheshimiwa Rais ametuteua na kutupa yale aliyokusudia kutuambia tuyaeleze. Lakini niwashukuru pia wananchi wote ambao kwa namna moja nyingine, wa Makunduchi, wa Kusini na viongozi wote mkiongozwa na mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya wote na wakuu wa wilaya wengine katika kulisimamia jambo hili, na hatimaye leo tumeweza kulikamilisha. Lakini nimepewa salamu hapa za Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Wanu amenipa salamu, lakini ninachotaka niseme kwanza ni washukuru wao, waheshimiwa wawakilishi na wabunge nyote kwa kunipa moyo na kunisapoti kwenye shughuli hii leo. Naamini mna majukumu mengi, lakini hata yule wapaji na wenzake wote, kwa hakika leo na mimi nimejisikia fahari sana. Nimejisikia kwamba katika shughuli yangu ya ufunguzi, hii itakuwa ni ya pili. Ilikuwa ya Pemba, ya jana moja ilikuwa namwakilisha Mheshimiwa Balozi Seif Ali Iddi pale, lakini leo ni ya nyumbani kwetu Kusini kabisa. Niwashukuru sana wananchi, niwashukuru viongozi nyote wa chama na serikali kwa kuunga mkono leo sote tukiwa tumeshiriki kwenye jambo hili, tukiwa tunaadhimisha miaka 60 ya mapinduzi. Kabla miaka 62 samahani ya mapinduzi. Mheshimiwa mkuu wa mkoa alishaomba swala la kwamba pamoja na uwanja mzuri, hata mwakilishi nimemsikia na mbunge wote kwa pamoja walitamani uwanja huu pengine ungekuwa na mabenchi na mambo mengine. Basi tutakaa tuone namna bora kama inawezekana kwa mujibu wa vigezo vya FIFA, ambavyo uwanja huu umejengwa kwa viwango vya kimataifa, ambao timu yoyote kubwa duniani inaweza kuja kucheza, kama vile Young Africa, kama vile vijana vijana raha. Nasema, narudia, timu yoyote kubwa ya kitaifa na kimataifa inaweza kuja kucheza hapa, kama vile Young Africa, kama vile Simba Sports Club, ili nisimuudhi rafiki yangu hapa DC Rajabu, kama vile ilivyo Azam na timu nyingine kubwa duniani zina uwezo wa kuja kucheza hapa. Niwashukuru sana 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 sana. Kwa kweli nimefurahi kwa namna bora tulivyofanya sherehe hii leo na kwa kunipa heshima kuwa mgeni rasmi. Basi baada ya kusema hayo mengi niliyoyasema, nimejaribu kufuata kidogo. Mimi kusoma kunakuwa kunanihangaisha, bora niseme mwenyewe tu. Lakini kwa ujumla wake niwashukuru, na niwashukuru viongozi wa wizara hii, niwashukuru wananchi wote
tuwashukuru viongozi wa jimbo, tuwashukuru wananchi mbalimbali wa chama na serikali, tushukuru kamati yetu ya ulinzi na usalama. Nilikuwa nafikiri kuna jambo ningeondoka nisiliseme, ningelikuwa sikutendea haki risala yangu. Sote tunafahamu kuwa sasa nchi hii tunapoelekea miaka 60 tunakwenda na kauli mbiu. Na kauli mbiu yetu ni amani, umoja ndio msingi wa maendeleo yetu. Hapo vipi? Hapo vipi? Hapo vipi? Tukadumishe amani na utulivu ndani ya miaka 62 ya mapinduzi yetu matukufu. Tunapozungumza hivyo, dhamira ya dhati ili kuleta maendeleo, amani, umoja, mshikamano na utulivu ndio msingi wa maendeleo yetu. Baada ya kusema hayo, apigwe adui wa maendeleo, apigwe. Apigwe adui wa mapinduzi, apigwe. Sasa watoto wa Kiafro Shirazi, nataka nikiondoka hapa tunapiga nyimbo moja Afro Shirazi mpaka walioko kokote huko wasimame. Kama mnavyojua kaka yenu sikuzoea kuondoka hivi hivi. Sawa? Haya, sote tuimbe. Mapinduzi baba, baba aliyetuzaa wana Zanzibari. Mapinduzi baba ali jua kujomoza Zanzibar. Januari 12 jua kuchomoza Zanzibar. Asanteni. Dr. Samia Dr. Samia raha. Dr. Mwinyi Dr. Mwinyi raha. Chama cha Mapinduzi Chama cha Mapinduzi bingwa raha. Sasa kwa heshima na taadhima, naomba nitamke rasmi kuwa nimezindua uwanja huu wa michezo wa wilaya Kusini hapa Mwehe leo tarehe 24/12/2025. Na ibariki Zanzibar, Mungu ibariki Tanzania, Mungu bariki muungano wetu, Mungu yabariki mapinduzi yetu matukufu, Mungu abariki wazee wetu wa mkoa wa Kusini. Asanteni sana kwa kunisikiliza.